Miaka 63 baada ya uhuru, taifa la Kenya limepiga hatua katika kutimiza hatua kadhaa na kujipa heshima kama nchi inayojitawala. Linalotupa fahari zaidi ni katiba ya mwaka 2010, katiba ambayo imeleta ugatuzi na hivyo kutaramusha miradi ya maendeleo hadi mashinani. Lakini ni vema tuseme ukweli kwamba katiba hii imetobolewa mashimo na viongozi wetu. Badala ya kuifuata kikamilifu, hawa viongozi wameiweka kando, wanafanya mambo kutimiza tamaa za matumbo yao. Sauti ya Kipenga inalenga kwa kejeli viongozi hawa wote, hasa magavana, wabunge na wawakilishi wadi katika kaunti za maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Chukulia mfano wa kaunti za Samburu, Isiolo, Turukana, Wajir kutaja tu baadhi. Sasa hivi zinakumbwa na kukodolewa na baa la njaa kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa na pili utovu wa usalama. Kila mwaka sehemu hizi huona kiangazi. Watoto wanahangaika kupata chakula na maji safi. Akina mama wanaondoka umbali wa kilomita 10 kutafuta maji kwa punda. Wanahatarisha maisha yao ili kutafutia familia zao. Akina baba wanahama nyumbani kutafutia mifugo wao chakula. Katika hili wanavamiwa na kuibiwa hao mifugo. Mizozo ya kikabila inazidi. Sauti ya Kipenga inajiuliza, hivi kwa miaka 63 hakuna wataalamu wa kusaidia maeneo haya yavute maji kutoka maziwa na chemichemi zilizo karibu? Hivi hakuna wataalamu wa kilimo kuleta mbinu za kisasa za kuimarisha kilimo katika sehemu hizi? Sauti ya Kipenga inauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, ni Singapore gani unayotaka twende iwapo wafuasi na kundi lako miaka 63 baada ya uhuru wanakosa chakula? Ni Singapore gani ambayo tunaota kuiona iwapo watoto wetu wanaona njaa kila mwaka kutokana na kiangazi, wasipate hata maji ya kunywa? Watoto hawaendi shuleni kwa sababu ya ukosefu wa chakula na usalama. Katika mazingira kama haya, ndoto yetu ni mbaya sana. Haifai hiyo ndoto. Tunauliza, Kenya kwa miaka 63 imekosa kupata wataalamu wa kutoa suluhu ya usalama wa chakula katika maeneo haya? Ajabu ni kwamba kuna viongozi wanaochaguliwa kila mwaka kwa uchaguzi. Hivi ajenda zao huwa nini? Watoto wanakosa kwenda shule, barabara zinatatiza, hali ya usalama ni ya kutisha, ili hali tuna viongozi kutoka maeneo hayo. Wengine kwa sababu wamezoea kujiondolea lawama, watasema kiangazi ni mambo ya Mungu. Lakini pia huyo Mungu ametupa akili za kufikiria, kuwazua, kupangia na nguvu ya kufanya jambo. Kwako Mheshimiwa Rais William Ruto, wa Samburu, wa Isiolo, wa Wajir, wa Turukana na wengine wote ni Wakenya ambao lazima maisha yao yaangaziwe. Kama Kenya inaenda Singapore, lazima Waturukana, wa Samburu, wale wa Isiolo, Wajir, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na kwingine kote lazima twende nao. Ni vema tukumbuke kuwa hatuendi tukiwa njaa, wadhaifu, wanyonge, watu wasio na elimu wala wafisadi. Sauti ya Kipenga inasema kuwa huko Singapore tunaenda watu wenye maadili mema, wenye elimu, wenye afya, watu salama, na kwamba lazima twende na watoto wetu, wazee wetu, akina mama, akina baba na vijana pia. Sauti hii ya Kipenga inasema, Mheshimiwa Rais William Ruto, tunaunga mkono ajenda yako ya kuihuisha Kenya, kuibadilisha Kenya na kuipa Kenya sura nzuri. Lakini hilo halitawezekana ikiwa Wakenya wengine wanaachwa kufa njaa. Lazima tuwe na mikakati ya kukabili ukosefu wa chakula, hasa nyakati za kiangazi kama hizi. Kwani mpaka leo hatujajifunza kitu? Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa.